وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين الله إلا الحق وهو الصادق الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين الطاهرين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فيا فوز المتقين. أحبابي الكرام، leo tupo katika mwendelezo wa ibada ya swala ya Ijumaa ambayo Mwenyezi Mungu hakuiwekea ukomo kwa Muislamu mpaka kuondoka kwake katika ulimwengu huu. Nayo ni siku tukufu katika wiki, siku ambayo hujumuisha masiku yote ya wiki. Siku kuu yake ni hii siku ya Ijumaa. Tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara baada ya mara, na haswa hapa tulipo, kwa sisi tuliopo, kwa neema nyingi Mwenyezi Mungu alizotuneemesha, ambazo tunazifahamu na ambazo hatuzifahamu, tunazozikumbuka na tulizozisahau. Lakini kubwa katika neema ambayo kwa hapa ulipo watakiwa sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupitia moyo wako, ni wewe kukujalia saa hii upo ndani ya nyumba yake kwa ajili ya kutekeleza ibada yake, jambo ambalo ni wengi katika watu wanatamani wangepata fursa hii, nao ni wadau wa fursa hizi, lakini Mwenyezi Mungu hakuwapa taufiki ya kuzitumia fursa hii. Lakini umuhimu wa neema hii huwezi ukautambua kwa kuambiwa, mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapokuondoshea neema hii siku na wewe upo kama walivyo wao, na hakuna budi, lazima utakuwa hapo. Ndipo utakapotambua utukufu wa neema ya afya na neema ya kuafikishwa kuwa wewe ni katika waja walioteuliwa na Mwenyezi Mungu kumwabudu. Kwa hiyo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu sana mara baada ya mara katika nyuradi nyingi ambazo kwa tunazifanya. Hata baada ya swala, alhamdulillah, ipo, na Mwenyezi Mungu ameridhia kutokana na udhaifu wetu kumsifu iwe ndio kumshukuru. Alhamdulillah rabbil alamin. Wiki ya jana tulikuwa tuko na shekhe wa wilaya, wasikoseni, Ilala. Mimi ni mgeni huko Dar es Salaam, wilaya ya Ilala. Sheikh Adam alituelezea hapa kuhusu jihadi, namna inavyokuwa, inavyopatikana, lakini na jihadi ambayo imetubaki au imebaki migongoni mwetu. Na akatueleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaelekeza kwamba msidhani kuwa mtaingia peponi kiholela holela tu, ni mpaka Mwenyezi Mungu awajue wale ambao wamepigana jihadi katika nyinyi au wamefanya hiyo amali ya jihadi katika nyinyi. Katika njia nyingi ambazo alizipita
Mwisho kabisa wa hutuba yake ilitueleza kwamba watoto wetu tunatakiwa tupigane jihadi kwao ili tuwashibishe katika nyoyo zao ilmu ya dini, tuwalinde na itikadi potofu, lakini tuwaongoze kwa malezi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaka tuwaongoze watoto hao. Na alitembea kidogo kwenye sehemu hiyo, lakini kwa kuwa hiyo si mada yangu ya jihadi, bali ni kipande cha jihadi ambacho kila mmoja atakipa jina yeye mwenyewe kwamba ni mada gani. Sasa kwa kuwa mada yangu sio hiyo, niachane na upande huo wa kulielezea sana hilo. Mimi nikamate hapa kwenye watoto. Namna gani watoto wetu ambao Mwenyezi Mungu ameturuzuku, Mwenyezi Mungu hana khiana, kila mmoja anampa vile anavyotaka yeye. Walillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur au yuzawwijuhum dhukurana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Mwenyezi Mungu ndivyo anavyotueleza kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni wake, ni wa kwake yeye ufalme wa mbingu na ardhi. Haingiliwi katika hukumu zake, haingiliwi katika maamuzi yake, bali ukiona jambo limekuja tofauti na vile ambavyo moyo wako utatulizana, chako wewe ni kumuomba Mwenyezi Mungu aibadilishe kadari hiyo ili aiweke kwenye mfumo ambao yeye ataridhia, lakini na wewe utafurahi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ni wake ufalme wa mbingu na ardhi. Anaumba anachokitaka, anampa yoyote anayemtaka, watoto wa kike watupu, lakini anampa pia anayemtaka watoto wa kiume tu. Na mara nyingine anasema mwenyewe huwa anachanganya kati ya watoto wa kike na watoto wa kiume. Lakini si hapo tu, anasema pia Mwenyezi Mungu huwa anayo ada ya kumfanya anayemtaka kuwa tasa. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye alimu qadir, ndiye mjuzi, lakini pia ndiye muweza. Maana ni kwamba kama yeye ndiye mjuzi, Mwenyezi Mungu anaweza asikupe mtoto na wewe ukaona umeonewa, lakini pengine mtoto huyo akawa ni jambazi ambaye atakuua wewe. Mwenyezi Mungu mara nyingine anaweza akakupa mtoto akawa hayuko sawa sawa kama watoto wengine, ili wewe utume pepo kupitia mtoto huyo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anaumba anavyotaka, ndio kiufupi, naye ndiye muweza. Hata ukisema kwamba nitapambana naye, utapambana naye wapi, saa ngapi, lini, kwa nguvu zipi ulizo nazo? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wengi katika sisi katuruzuku neema ya watoto, neema ya watoto ambayo ndiyo msingi mkubwa wa kutengeneza amani. Watoto ndiyo msingi mkubwa wa kutengeneza amani. Amani ya kwenye nyoyo, amani ya kwenye majumba yetu, amani ya kwenye mitaa yetu, amani ya kwenye wilaya zetu, mikoa yetu, hatimaye nchi yetu. Vurugu zote hizi zinazotokea ambazo zinatofautiana na uwepo wa amani ni kukosekana malezi kwa wengi katika vijana wetu. Ingawa wengine wamepata, lakini Ibilisi akawazidi nguvu kutokana na wao wenyewe kutokutilia maanani
thamani ya kile ambacho Mwenyezi Mungu amewapa. Sasa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa watoto, alafu tukashindwa kutengeneza amani, tukawaacha wakawa ni balaa, cha kwanza watakuwa ni balaa juu yetu. Hivyo basi watoto watakuwa hawawaheshimu wazazi wao, watakuwa ni majeuri, watakuwa ni mafedhuli, watakuwa kila wanaloambiwa hawasikii. Na mara moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuulizwa swali ambalo linalenga kwenye kitu kingine, lakini yeye akalijibu kwenye kitu kingine. Kutokana na nini? Na mnasabu wa herufi zilizoko kwenye aliloulizwa na herufi zilizoko kwenye hili alilojibu. Mtume aliulizwa sallallahu alaihi wasallam kuhusu aqiqa. Kiarabu inaitwa aqiqa. Kiswahili kila watu wana lugha yao wanayotumia. Wengine hakiki, wengine hakiki, wengine hakika, ambayo ni kumchinjia mtoto. Kama ni wa kiume, wanyama wawili wakipatikana, kikosekana ni mmoja, wakati bado ni mdogo ni bora zaidi. Lakini kama ni wa kike, kumchinjia mtoto huyo mnyama ambaye ni mmoja kwa ajili ya hiyo aqiqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa hilo, jawabu lake alijibu hivi: inna Allaha la yuhibbu al-uquq. Kaulizwa kuhusu aqiqa, kajibu uquq. Herufi ni zile zile, kilichobadilika ni zile fataha thumma kasiri pale, kwamba Mwenyezi Mungu hapendi jeuri, hapendi ufedhuli, mtu kuwafadhilikia wazazi wake, kuwafanyia jeuri wazazi wake. Hilo ni jambo Mwenyezi Mungu halipendi. Sasa kwa nini mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam aulizwe kuhusu aqiqa, halafu ajibu kuhusu jeuri, lakini herufi zake zimefanana? Aini iko vile vile, kafu na kafu zipo. Kilichobadilika ni ye tu iliyopo katikati kwa wao kwenye upande mwingine. Uquq pana wao, aqiqa pana ye. Kwamba yeye hakusikia ndiyo maana akajibu hivyo, au alikuwa anafanya ujanja ule wa kijinga ambao kwa sisi tunafanyiana, au alikuwa anakusudia nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ibn al-Qayyim rahimahullah anasema hadithi hii, wengi katika wanawazuoni wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kayazungumza maneno haya, kajibu kupitia aqiqa, lakini kwa jawabu la jeuri. Kwa nini? Kwa sababu mtoto yoyote ambaye hakufanyiwa aqiqa, mtoto huyo ni lazima atakuwa ni jeuri kwa wazazi wake. Hicho ndicho ambacho Ibn al-Qayyim yeye anatueleza. Na ukiangalia unakuta katika hadithi nyingine ambayo amepokea Imam Tirmidhi, asema kullu ghulamin murtahanun biaqiqati, kwamba kila mtoto ni mwenye kushikwa rehani na aqiqa yake. Yaani ile aqiqa atakayofanyiwa yeye ndiyo dhamana yake na ndiyo maisha yake, ataishi ndani ya hiyo. Hakufanyiwa ataishi nje ya mipaka hiyo, na akiishi nje ya mipaka hiyo siku ya Kiyama, ingawa hadithi hii sio sahihi, lakini kikanuni hasa za kiibada na za kisufi, sanadi ndio inayokuwa ni dhaifu, lakini kauli inakuwa ni hadithi. Kwa hiyo una uwezo wa kusema kwamba si hadithi dhaifu, kwamba siku ya Kiyama mtoto yoyote ambaye hakufanyiwa aqiqa na wazazi wake ili apate kuwa mtoto mwema baada ya hapo, kama lau Mwenyezi Mungu atamuongoza ili awe ni mtoto mwema, akawa anafanya ibada vizuri, anatenda wema, kila aina ya wema,
na Mwenyezi Mungu akamruzuku kuwa yeye ni mtoto wa peponi, halafu siku ya Kiyama akamtunukia nafasi ya uombezi kwamba hebu ombea watu kadhaa hapa ili uende nao peponi, basi mtoto ambaye hakufanyiwa hakika, hadithi hiyo yasema kwamba hatomuombea mzazi wake ambaye hakumfanyia. Kwa nini? Kwa sababu hakumtengenezea misingi ya kuishi ndani ya tabia nzuri. Ni jitihada zake na kuomba kwake kwa Mwenyezi Mungu pamoja na taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utakuta katika mwanzo wa misingi ya watoto wetu kuwalea katika malezi mazuri ni kule kwanza kwenye kuwatekelezea zile sunna alizozieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam watoto watekelezewe, ambayo mojawapo ni hii akika. Ndugu zangu, hawa watoto ambao wengi wao ndio hawafanyiwi akika, ni kama nilivyotanguliza kwamba baadaye ndio wanaokuwa sumu kwa wazazi wao. Lakini mtu akithubutu kumchezea mzazi, akithubutu kumtukana mzazi, basi ndo atashindwa kumtukana mtu mwingine. Lakini pia katika malezi ya watoto ni lazima kuwalazimisha watoto, kuwalea watoto ndani ya misingi ya kuwakemea. Kuna kile kisa cha hadithi inajulikana kwamba ni hadithi ya Alqama ibn al-Harith, lakini wengi katika wanawazuoni wanasema kwamba alikuwepo mtu katika watu wema, lakini mtoto huyu mtu mzima, kwa kuwa kazaliwa ni mtoto. Mtoto huyu alikuwa akiwafanyia jeuri wazazi wake kisirisiri, lakini mwisho wake alitubia. Baada ya hapo aliomba radhi kwa mama yake, mambo yakaisha. Alichokifanya sasa, akawa hampatilizi mama yake kwenye matumizi. Kila anachotembea huko akikipata kwa mke wake, akienda mbio kapata hiki na hiki kwa mke wake. Mama kule anapika ugali wake wa mihogo ambao hauna hata mboga, anakula, lakini anasononeka moyoni. Sasa siku moja yule bwana akafikiwa na kufa kukawa kumefika. Wakati anakufa, baadhi ya maswahaba walikuwepo pembezoni mwake, wakawa wanamfundisha namna ya kutamka shahada, akashindwa kuitamka shahada. Wakapeleka salamu kwa Mtume kwamba kuna kijana huku bwana, kijana ambaye anakufa hivi sasa, lakini kila tunavyomwambia aseme la ilaha illa Allah hawezi. Kwa hiyo atakufa hali ya kuwa la ilaha illa Allah inapita akilini mwake, lakini haitopita kwenye mdomo wake na moyo wake, ataangamia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuliza, kwani alikuwa haitamki hiyo la ilaha illa Allah katika uhai wake? Sema anaitamka, mtu tunaswali naye, tunafanya naye adhkari na kadha na kadha. Sasa kwa nini? Kaenda kumuuliza. Jawabu alilolitoa, alisema mimi nimemfanyia jeuri mama yangu. Jeuri gani? Siwezi kuzungumza, lakini muulizeni mama. Mama akaitwa, hajakuwa ni bibi mmoja mzee tu. Alipoitwa pale, haya, hebu tueleze, mwanao ndio huyu na anakufa, kwani kuna tatizo gani kati ya wewe na huyu? Nasema huyu ni mtu ambaye haniheshimu, mtu ambaye hanijali, si kama vile mimi nilivyompatiliza ndani ya miaka miwili mfululizo. Nilipo yupo, alipo nipo. Leo hii anaweza akakaa hata mwezi mzima hanijui mimi nimekula nini. Kwa hiyo mimi nimemchukia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaagiza maswahaba, hebu katafuteni kuni. Kuni zikaletwa, moto ukawashwa. Amwambia mama, kwa kuwa huyu mtoto humtaki tena na umemchukia, sisi kwa mchoma. Yule mama
aliruka kwa kelele, hapana mwanangu msimchome. Nini tatizo? Sasa mnamchomaje mwanangu? Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, basi moto wa Mwenyezi Mungu ni mkali zaidi kuliko huu moto ambao unahofia wewe, na kumchukia kwako kwampeleka kwenye moto huo. Sasa kama wampenda mwanao, msamehe sasa hivi hapa. Yule bibi akamsamehe yule bwana, ndiyo ulimi ukafunguka, shahada ikatamkika, akafa hali ya kuwa ule wema wake aliokuwa nao na ibada zake sasa zikathibiti. Lakini mmoja katika wanazuoni aseme imepokewa riwaya dhaifu kwamba mtoto huyu hakufanyiwa akiki, lakini pia baadaye yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoa ruksa kwamba mtu mzima anaweza kujifanyia akiki yeye mwenyewe, pia hakujifanyia. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuangalieni sana namna gani tunavyowalea watoto wetu. Sisi binafsi upo uwezekano hatukupata baadhi yetu malezi kamili yale yanayotakiwa, lakini Mwenyezi Mungu kakuongoa saa hizi uko msikitini. Mshukuru Mwenyezi Mungu wewe. Mwenyezi Mungu kakutaka wewe pamoja na kutokupata mafunzo kamili, lakini uishi ndani ya misingi yake yeye. Sasa usiwapoteze wenzako ambao Mwenyezi Mungu baada ya kukuongoa wao wataenda kukutia kwenye moto wa Jahannam. Mwenyezi Mungu atukinge na moto huo. Ndugu zangu Waislamu, mada sio hakika. Mada tulionayo ni watoto, namna ya kuwalea, na muda nao umeisha. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katika kuwalea watoto asema, fi tarbiyati al-awlad 4 marahil. Fi tarbiyati al-awlad 4 marahil. 7 amir wa 7 asir wa 7 wazir wa ba'da dhalika mushir. Bwana mkubwa anatuambia katika kuwalea watoto kuna mapito 4. Ni lazima kila mmoja akubali katika kulea watoto wake apite kwenye mapito hayo au kwenye daraja hizo. Kwanza, miaka 7 mtoto lazima awe ni mfalme. Miaka 7 ya mwanzo mtoto awe ni mfalme. Mtoto uko naye, umempa pipi, kaitupa, watakiwa uende ukaichukue. Umempa haitaki, nuka kaioshe, mletee, kaichukua, kaitupa tena, kaoshe tena. Yaani akutese namna anavyotaka, muda wa kuwa akili zake hazija kuwa sawa. Lakini wasabun asir, miaka 7 mingine mtoto anakuwa ni teka. Sasa hapo hata akifanya jema linakuwa ni baya kwa mzazi. Kwa nini umefanya hivi? Umeenda msikitini umeswali, mbona hukuwahi wewe takbira ya kwanza? Kwa hiyo ni lazima kumfokea, ni lazima kumchapa, na mara nyingine unakubali kapatia, lakini unajifanya huelewi kwamba kapatia. Hapo ndio unamtengeneza mtoto. Huruma si malezi. Wasabun wazir, hapo ni miaka 14 sasa. Akitoka hapo manake huyo ameshabalere sasa, anakuwa ni waziri sasa. Waziri ni ule ambaye una uwezo sasa, hebu hapa na kuacha wewe, fanya hilo, mimi tafanya lile na lile, alafu utanipa mali. Lakini sio kwamba kila atakavyofanya eti ndio ndivyo, kwa sababu waziri hana mamlaka ya mwisho. Wa baada dhalika mushir, akifikia sasa ni miaka 21, hapo sasa ni mshauri wako, ameshakuwa huyo. Lakini ni lazima umtengeneze kwanza ili aje afikie hapo. Ndugu zangu Waislamu, katika kuwalea watoto wetu pia maneno makali hayatakikani.
Zungumza maneno yako makali yabaki mdomoni, hasira zisiende moyoni, ni kuwalani wale watoto, lakini pia na kuwaombea dua njema mara baada ya mara, haswa wakiwa hawapo. Mwenyezi Mungu atupe watoto waliowema, atuthibitishe katika kuwalea watoto wetu, lakini atupe yale ambayo ameandaa kwa ajili ya kuwalea watoto kwa njia iliyo nzuri. Wallahu tabaraka wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun wa idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذ قال لقمان لابنه يا بني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الفاعل المختار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صفوة الأبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، أما بعد فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي النورين الزكي وعلي الوفي الرضي وعن بقية الصحابة والتابعين. اللهم اعصمنا عن سبهم واحشرنا في زمرتهم وتوفنا على ملتهم. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله.